فيش تنويع أو إذا كان شك الراوي lakini qiladatu min watar kwa maana kile kibwe au kidani kinachotokana na uzi wa upinde au kidani chochote. Naam, kuna swali nione sababu za kuchukua sababu kwa maana gani kwamba ni bid'a. Fatawa imetoka kwa ahlul ilm al-kibar. Man huwa يعني جرأة عجيبة يمت طالب علم يقارع الأبطال أو يناطح الأبطال يا مسألة ساعة تريد أن تناطح الجبال wanachuoni wametufatwa hiyo watu kuswali mbalimbali lakini alhamdulillah katika watu kufuatilia maradhi katika nchi zetu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua hikma yake kwa nini haikuleta athari kama vile watu walivyotarajia kama dunia ilivyokuwa kitazamia kwa sababu ilikuwa inatazamia kwamba bara la Afrika watakufa malayini minan nas watu watakuwa wanakuta barabarani kwa sababu ya udhaifu wa vifaa vya tiba udhaifu wa mfumo wa maisha na muingiliano wa watu wanaingiliana sana ukaingia ukatoka majumbani kila mahali kwa watu walitarajia kwamba watu watakufa sana huko lakini rahma tu ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hakuna anaweza kujisifu lakini rahma ya Allah wengine wamekufa na wanaendelea kufa sana huko kila siku na watu wametumia pesa nyingi gharama kubwa lakini huko watu wajifukiza tu kadhia maisha kama vile hakuna kitu kwa jambo limeenda watu wanatazama athari ipo tunasikizia je fulani je mtaa fulani je mmesikia visa kwa wenzetu kila siku watu hali ni mbaya si kwamba haya maradhi hayapo kabisa yapo lakini siri anayojua Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ametuhami sisi tukawa katika nchi zetu hizi pamoja na ufakiri wetu na udhaifu wetu wako ambao watu wamepatwa na maradhi haya wakafariki na pia kitu kingine ambacho wao walidhania kwamba itakuwa ni sababu ya watu kufa sana kwa sababu watu wengi wana udhaifu wa kinga mwilini kisema muelewa hivyo katika nchi zetu za Afrika watu wengi wana udhaifu wa kinga mwilini sawa au upungufu wa kinga mwilini kwa ufupi nasema ukimwi sasa udhaifu wa kinga mwilini ni sababu ya watu wakipatwa na corona kufa na kweli hao watu ni wengi lakini pamoja na hilo Allah amewanusuru wako wachache waliofariki wengine wameugua wamepona lakini tukizungumzia muadhamu wa watu na maisha wanaoishi alhamdulillah Allah ametupa afya na salama na tumomba asirudishe tena maradhi haya thaqili kwetu lakini maradhi thaqili yamesumbua ulimwengu na kwa hiyo masala ya kusema hii bid'a hii kadha wewe talibul ilmi utakiwa utaadab na usiwe na jur'a juu ya yale ambayo wanayozungumza ahlul ilmi kibar na hii ni tofauti tulionayo sisi katika manhaji yetu ya salaf na wengineo usikiliza fatawa za ahlul ilmi na kadha wakati na kwanza mtu yutuhumu nafsi yake kabla mtu mwingine kwa mimi sijaelewa katika jambo hili na kweli ukitafakari ukienda baadaye pengine jambo ulikuwa ukiliona wewe kwa kweli bid'a baadaye ukajiona kwamba wewe ulikosea yatosha kwa haya والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم